Bana, yapo matukio mengi ambayo yanaustajabisha ulimwengu ama yameweka kwenye ulimwengu kwenye mkanganyiko mkubwa kweli kweli mpaka hivi sasa. Lakini moja ya matukio ambayo yameikumba Marekani ni matukio ambayo yanastajabisha na hata ya kushangaza, lakini yanatoa fundisho kubwa kweli kweli kwenye jamii mpaka hivi sasa. Moja la tukio ambalo limechochea kwa kiwango kikubwa kuondoa vita ya rangi ama makabila Marekani ni Tate LaBianca Killings la mwaka 1969 likihusisha mauaji ya familia na watu watano ambao walikuwa wamekusanyika katika familia ya Sharon Tate. Sharon Tate alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa na ujauzito wa miezi 8. Unaweza kuwaza kwamba mtu unawaza vipi kuweza kuondoa uhai wa mama mjamzito? Yaani miezi 8 unaiondoa uhai wake yeye na yule mtu ambaye ama kiumbe ambaye kipo tumboni mwake. Karibu katika The Event, nitakuhadisia yote nini kilitokea mpaka mwisho wa jambo hili. Asante kwa kuendelea kuwa nasi katika The Event ili tukapate kukupa masimulizi ya Sharon Tate ya mwaka au LaBianca Killings mwaka 1969. Yalikuwa ni mfululizo wa mauaji ya watu watano ambao walikuwa wamekusanyika sehemu moja katika familia ya Sharon Tate huko California, Los Angeles. Tukio ambalo liligusa Marekani kwa kiwango kikubwa kweli kweli na kubadilisha mifumo ama theory ambazo zote walikuwa wanaziamini baadhi ya watu katika ubaguzi wa rangi nchini Marekani. Tukio hili lilitekelezwa na familia moja inayofahamika kwa jina Manson's Family. Walikuwa wanajiita hivyo. Lakini Manson's Family usije ukachanganya na wale watu ambao ni Freemason ama wenye imani ya Freemason. Kwa sababu Manson walikuwa na imani tofauti kabisa. Wao walikuwa wanaamini kwenye vurugu, fujo, ugomvi na kutengeneza mtafaruku kwenye jamii ili machafuko yaweze kutokea. Lakini hususan ilikuwa ni masuala mazima ya ubaguzi wa rangi katika jamii, kwa sababu ilikuwa inatabiriwa baadaye inaweza kutokea vita ya watu weusi na weupe kule nchini Marekani. Kwa hiyo wakaja na mbinu ya kutengeneza hii vita ili ihakikishe inakuja kutekelezeka. Unaweza kujiuliza Manson's Family ilikuwa chini ya uongozi wa nani? Nitakwambia. Kuna jamaa mmoja anaitwa Charles Manson. Ndiyo chanzo cha hii Manson's Family. Charles Manson alizaliwa mwaka 1934 huko nchini Marekani. Katika makuzi yake anaelezwa kuwa jamaa hakuwa mtu wa ugomvi wala mtu ambaye labda ameshiriki katika matukio ya ukatili ama ni mtu ambaye amelelewa kwenye familia ambayo ni ya kikatili. Hapana, hakuwa hivyo. Lakini maisha yakambadilisha na haijulikani hata ni nini ambacho kilikuwa kimembadilisha. Lakini inawezekana hata nyimbo ambazo alikuwa anazisikiliza, kwa sababu ndo inaelezwa kwa ilikuwa ni chachu kweli ya kupelekea mabadiliko yake. Baada ya kukusanya vijana na kuwatengeneza kisaikolojia, akawaambia tunatakiwa kutengeneza tukio kubwa kweli na kwenda kushambulia katika familia hile ya watu weupe, ili tuhakikishe huyu mtu tunampoteza, tuhakikishe tunakuwa na kitu bora na watu weusi wanaweza kuondoleka katika jamii yetu. Kwa hiyo mpaka ile 1969 wanaenda kuvamia katika nyumba ya Sharon Tate na kuweza kuondoa uhai wa watu watano. Unaweza kujiona ni tukio la namna gani na lilivyogusa hata wewe mwenyewe. Sharon Tate alikuwa ni mwigizaji na katika kipindi chake cha uzazi, kama unavyojua, miezi 9 ni mikubwa kweli. Kwa hiyo lazima utakuwa karibu na familia, lazima utakuwa nyumbani. Hata msusi wake alikuwa anamjia nyumbani kuja kumsuka. Kwa hiyo hata siku ambayo msusi amekuja, leo mauti ukiweza kumkuta. Kuna kijana mmoja ambaye pia alikuwa amemtembelea tu kwenda kupiga naye story, naye kikamkuta umauti ambao ulitekelezwa na Watson, kijana mdogo kabisa ambaye alishawishiwa na Charles Manson. Charles Manson alikuwa anawaaminisha vijana kwamba hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Kila kitu kinawezekana na tunatakiwa kuishi jamii ambayo ina watu weupe peke yake. Hata watu weusi waweze kuondolewa kabisa. Ama kutengeneza vita ya kuaminisha watu kwamba watu weusi ni wabaya kweli. Moja ya tukio kubwa ambalo walikuwa wamelifanya baada ya kuhakikisha uhai wao wameuondoa mtu ambaye Sharon Tate ama Tate LaBianca, mwingine alikuwa ni Folger, Abigail Folger. Huyo alikuwa ni mrithi wa kampuni ya kahawa ya Folger kule nchini Marekani. Mwingine ni msusi na kijana ambaye alikuwa amemtembelea tu mfanyakazi wa nyumbani pale.
na mwingine alikuwa ni rafiki wa mume wa Sharon Tate ambaye pia alikuja nyumbani pale. Mume wa Sharon Tate alikuwa ni director, kwa hiyo wote walikuwa wanadili na mambo ya uigizaji. Mwingine ni director, mwingine ni mwigizaji, lakini huyo alikuwa nyumbani. Kwa hiyo tukio likaja kumkumba kwa namna hiyo. Maisha yanabadilika kweli kweli. Wameondoa uhai wa mtu, bado haikutosha, ikabidi watengeneze scenario. Wakaandika death to the pig ukutani, yani kifo kwa nguruwe ama mauti kwa nguruwe. Sababu kubwa iliweza kuwafanya waandike vile, ikitaka kuwafanya lile tukio lionekane limefanywa na watu weusi, ili jamii iweze kuamka na kuanza kuwakataa ama kutengeneza vita katika jamii ya kwamba watu weusi ni wabaya, watu weusi ndio ambao wanachochea watu waweze kupigana, wanachochea watu waweze kuuana, na kuwa na jamii ambayo ina mgogoro, ama watu weusi waweze kuondolewa kabisa Marekani na kutopatikana kabisa, ili kuwa na jamii ambayo wanaamini ya watu weupe peke yake. Charles Manson anaamini kwenye theory moja inaitwa Helter Skelter. Hii ilikuwa ni theory ambayo ilitabiri baadaye kutakuwa na vita vya kikabila ama makabila. Usizani vita vya kikabila vipo huku Tanzania tu ama Afrika, kila nchi vipo hivi vitu, lakini kule wanaita vita vya kikabila kuhusiana na mambo mzima ya rangi. Kwa hiyo ubaguzi wa rangi ulikuwa umechukua nafasi kweli kweli Marekani, na kupitia tukio hili taswira ya Marekani ikabadilika moja kwa moja, ya kwamba sasa hivi hatutakiwi kutengeneza hii vita ya swala zima la ubaguzi wa rangi, kwa sababu jamii inaenda kuteketea kweli kweli. Mtu amefanya mauaji ya watu 5, then akitaka watu weusi ndio waonekana waliofanya, lakini Mungu mwema yakaweza kupatikana mpaka ile kufikia 1971 Charles Manson na kundi lake ama Manson's family wakati hatiani ya kwamba ni watu ambao wameshiriki kutekeleza mauaji ya familia ya Sharon Tate. Yani ndio maana wakaita Tate LaBianca killings la mwaka 1969. Walipotia hatiani walihukumiwa kufungwa, sio kufungwa tu, bali unafungwa na unauawa. Kwa hiyo walihukumiwa kifo. Lakini bahati nzuri pia kwao, California ikaenda kubadilisha sheria zake mwaka 1972. Kwa hiyo mwaka mmoja tu au miezi michache walivyokaa gerezani, wakaweza kukumbwa na bahati. Ikaonekana sheria ya au hukumu ya kifo haipo tena. Kwa hiyo wanatakiwa kuweza kuishi gerezani mpaka pale mauti utakapowakuta. Mpangaji wa njama hizi bwana Charles Manson alikumbwa na mauti 2017. Kwa hiyo ikawa ni mwisho wa historia wa Charles Manson, lakini wale waumini wake wote mpaka hivi leo ninapokuelekeza ni bado wapo gerezani, na sidhani kama walikuwa wanajutia kwa kile kitu ambacho walikuwa wamekifanya, lakini wamefungwa kifungo cha maisha mpaka pale uhai wao utakapoweza kukuta gerezani. Labda mtu akutwe hana hatia sasa hivi baada ya uchunguzi mwingine labda kufanyika, lakini imekuwa ni tukio mojawapo ambalo lina picha za kutisha, linahusisha matukio ya kutisha, linaonyesha damu. Hata Google ni tukio ambalo hautakiwi kulitafuta kwa sababu ya picha zake ama tukio lilivyogusa watu wengi kweli kweli na kuleta madhara makubwa katika jamii kwa kiwango chote. Ili tukio lilibadilisha kwa kiwango kikubwa hata matazamo ya wale watu ambao ni nyota katika jamii na kuaminisha watu wa kwamba tunatakiwa kufanya mabadiliko katika jamii yetu. Hata mziki ama theory ambazo tunazitoa inatakiwa zikawe theory ambazo ni za kujenga, kwa sababu inaelezwa kuwa Charles Manson alikuwa ni mtu mwenye ushawishi mkubwa kweli kwa vijana, akitumia maneno hata ya dini muda mwingine kuweza kuwashawishi, akitumia vilevi kuweza kuwashawishi na kumfanya waweze kumwamini. Lakini kama unavyojua siku ya mwezi 40 ikifika, siku yako utakamatwa tu, na Charles Manson na familia yake walikamatwa. Nishukuru kwa muda wako kwa kuwa nami mwanzo mpaka mwisho hivi sasa. Ulikuwa nami Jefferson Kassan Mateka katika The Event, na nyuma ya kamera ni Shomari Haji. Mpaka pale wakati mwingine, asante.